Kiongozi wa Wahouth Abdul Malik al-Houthi aibuka tena na kusema kwamba mashambulizi ya Marekani hayataweza kubadilisha msimamo wa Wahouthi wa Yemen. Kiongozi huyo wa wanaharakati wa Ansarullah wa Yemen amesisitiza kuwa nchi hiyo ya Kiarabu itaendelea na msimamo usioyumba na ni kwa ajili ya kuwahami wa Palestina na mapambano yao halali ya ukombozi bila kujali ukubwa na mashambulizi ya kijeshi yanayofanywa na Marekani. Yemen imefanya mamia ya operesheni dhidi ya maeneo ya vituo mbalimbali vya Israel tangu kuanza kwa mashambulizi ya kijeshi ya utawala huo wa Israel na dhidi ya watu wa Gaza zaidi ya mwaka mmoja uliopita, ambapo yameua zaidi ya Wapalestina 50,200 katika eneo hilo. Abdul Malik al-Houthi, kiongozi wa Wahouth ama Ansarullah, amesema katika hotuba yake kwa wananchi sambamba na maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Quds kwamba haiwezekani kwa Yemen kutupilia mbali misimamo yake mbele ya hujuma za uvamizi wa Marekani, na haijalishi chokochoko hizo zitakuwa kubwa kiasi gani. Amesema mashambulizi ya Marekani dhidi ya Yemen hayataweza kuhalalishwa. Abdul Malik al-Houthi ameongeza kuwa misimamo yetu dhidi ya adui Israel siku zote ipo wazi na vikosi vya ulinzi vya Yemen vinapambana dhidi ya mashambulizi ya Washington. Kiongozi wa wanaharakati wa Kihouthi nchini Yemen amesema hakuna mantiki nyuma ya mashambulizi dhidi ya Yemen yanayotekelezwa na Marekani kwa sababu yanajiri kinyume na katiba ya Marekani. Katika hotuba yake hiyo kwa wananchi wa Yemen, Abdul Malik al-Houthi amewatolea wito wa Yemen wote kushiriki kwa wingi katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Quds. Siku ya kimataifa ya Quds ni moja kati ya siku ambazo nchi za Mashariki ya Kati pamoja na ulimwengu wanaadhimisha namna ya kuunga mkono Palestina kutokana na mashambulizi wanayofanyiwa kutoka kwa Waisrael. Hata hivyo, Iran ni moja kati ya mataifa yaliyoanzisha siku hiyo kutokana na viongozi wao ambao ndio walikuja kuanzisha siku ya Quds, na wakati huu imedai itaendelea kuwa bega kwa bega na Wapalestina kwa operesheni za kijeshi. Makamanda wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamedai kwamba wako thabiti katika misimamo na wataendelea kuunga mkono wa Palestina kutokana na kadhia zinazofanywa na Israel juu ya mauaji pamoja na mateso ambayo wanayapata. Hata hivyo, viongozi hao wamesema kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel, lakini mpango wao ni kuwalinda wa Palestina. Katika siku ya Quds, kila kiongozi nchini Iran yupo makini kuona kwamba ni namna gani wataweza kuilinda Israel iliyokumbwa na mateso ya muda mrefu dhidi ya Marekani pamoja na washirika wake pamoja na Israel. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini wakati huu bado Mashariki ya Kati haipo sawa, na ni kutokana na vita vilivyozuka kwa muda mrefu kati ya Israel pamoja na nchi ya Palestina, kwa maana eneo la ukanda wa Gaza ambapo Hamas ndio wapambanaji wakuu katika eneo hilo, huku akisaidiwa na makundi mengine ya kijihadi ikiwa ni pamoja na Hizbullah, lakini pia Wahouthi na hata baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Iran. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.